الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان liyafjura amama. Sadaqa Allahu al-Aliyul Azim. Kabla siyazungumza chochote katika kuendeleza mada, ningependa kusahihisha baadhi ya makosa katika kuisoma aya au baadhi ya aya mbili, yani nilizisoma makosa kwa kutotambua. Kwa hiyo ningependa, sababu kwenye kaseti ishasajilika nyuma, isitukuliwe ni nini. Katika aya niliyoisoma katika suratul Kahfi, yana ilikuwa ikizungumza kuhusu masala ya kiyama. Aya yenyewe yatuambia faman kana yarju liqaa rabbi. Mimi nilisoma faman kana yarju liqaa Allah, yani mahala pa kalimati rabbi niliweka neno la Allah, ambao sivyo ilivyo. Sisemi ni makosa, wa ila rabbi na Allah ni sawa, lakini sivyo ilivyo katika Qur'ani. Katika Qur'ani anena faman kana yarju liqaa rabbih falyamal amalan salihan. Haya ni makosa ya kwanza. Makosa ya pili yako katika kuisoma ile aya inenao yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum. Kuna neno minhum sikulitia, nena likulli mri'in yawma idhin sha'nun yughnih. Kuna kalima likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnih. Haya makosa mawili ambayo katika kuzisoma aya za Qur'ani ningependa zisahihishwe. Twaendelea na masala ya umuhimu wa imani ya siku ya Kiyama. Yana tumeona kazi ya imani hii katika kutulinda na kutuwekea dhamana ya kulinda sharia na kanuni, na pia katika kutupa sisi uwezo wa mapambano, kama tulivyowaona wale waganga pamoja na Firaun walipomwambia faqdhi ma anta qadhin, fanya utakalo, tukate kate, kwa sababu sisi tunajua haya ni maisha ya kupita, hatukuguria hapa. Katika umuhimu mkubwa wa imani ya siku ya Kiyama ni kasrul ghurur, kuvunda ile hisia au hali anayokuwa nayo mwanadamu inayoitwa ghurur, kujisikia. Kuna sifa mbili kwa mwanadamu ni muhimu sana tuzifafanue. Kuna kujiamini, kuna na kujisikia. Athiqatu bin nafs ni sifa muhimu sana. Lazima mtu awe atakuwa na kujiamini,
kuwa na confidence, naweza mimi kufanya. Sizo zile lugha za kuvundana moyo zetu sisi, kila tukiketi kuzungumza bwana, taweza, yatakuwa, tafanyika. Wanadamu wanaoishi, inna ankara al-aswati la sautu al-hamir, wanadamu wanaoishi katika hali hii ya kuvundika moyo na kila jambo hawezi, ni mwanadamu hawezi kutoboa katika maisha, wala hawezi kutengeneza mabadiliko aina yoyote. Watabaki ni katika wale watu wanaoshuhudia mabadiliko. Kwa hivyo athiqatu bin nafs, wataalamu wote wa ilmu tarbia watuambia min shuruti najahi al-asasiya, katika sharuti za kufaulu, za successful, za kimsingi ni athiqatu bin nafs, ni kujiamini. Naweza mimi kufanya kitu hiki, naweza. Uko skuli, naweza kutengeneza A. Kwa nini? Kwani wao wanaotengeneza A wana mabongo ya dhahabu? Wana nini? Facility? Si kweli. Atuende sasa hivi Mpeketoni, waiangalie skuli moja katika skuli za private mpya zimezofunguliwa Mpeketoni, yaitwa Godshefa. Na waomba watu wakipata nafasi kutoka Mpeketoni waiangalie ile skuli itengenezao result wakati wa KCPE. Kisha uangalie wakati kukitoka result za KCPE, uiangalie iko namba ngapi. Kisha funga safari uende ukaizengee hilo jengo. Nafikiri kuna hii nyingine iko Kashmiri huku kwa mkuliwa Imara Daima, sampuli zile haina madirisha, kuna kipatu, manake wakienda vijana asubuhi mpaka lunch hula hoko mpaka kurudi jioni, kuna kipatu kimeshuka, papikwapo ni hapo hapo, paoshwapo ni hapo hapo, lau healthy pengine wataiona sawa sawa, waweza kuifunga. Hizo facility tuzizengeazo sisi tunenazo katika Lamu secondary hakuna, na Lamu primary hapa hakuna, au Mkomani primary alhamdulillah sasa una fence na inavongara, na Waamerika wamezidi kuingarisha. Hakuna facility hizi ukienda kwenye hizo skuli zitengenezao result, hakuna. Lakini kwa kuwa twataka kuusita ule uzembe wetu, hujaribu kuuframe katika kila sampuli ya makakwa. Walimu wengine ni vijana wamemaliza form 4 hawaenda hata college, ndio wesho yao usomesha. Lakini anaisomesha asomesha kwa uzalendo, hasomeshi mkazi. Hapa ndipo mahali sisi tunaposhindwa. Huwa ni mahodari sana sisi kunena huku kwetu hapa mahala mpango, lakini pale pako wewe huna hata 1% ya uzalendo wa kupaweza kupajenga. Uja hapa maprofesa ukasikia mimi nasoma pale Lamu primary. Kutoka ulipopata cheo hiko na mahala hapo ulipo umewahi kuitembelea hata kwenda kuipekea deski? Hapa ndipo mahala. Kwa hivyo kujiamini, twaweza kufanya, twaweza. Sababu zinazotajwa ni za kiurongo. Kuna mahala kukosa uzalendo na kukosa kujiamini. Lakini baina ya kujiamini, yani baina ya confidence na overconfidence, pia kuna hatari. Usijiamini mpaka ukafika mahali ukaingia, ndo hii Qur'ani na uita ghurur. Fika wakati ghurur ni hali ya kunenepa ndani, ukanenepa mpaka wewe ukajiona ni mkubwa zaidi ya vile ulivyo. Kama mimi mathalan sasa yao kaona pengine nimefura, mkono wangu umekuwa kama Tyson. Kwa nani ibilisi uteza na hizi fikra akakuundia ukaiona wewe. Taban mimi nakupa mifano ya kimwili, sasa kuna na mifano ya kinafsi.
ukaiona umekuwa bonge na umekuwa kila kitu na kila kitu waweza kufanya, hapa huingia katika ghurur. Ukiingia katika ghurur ni hatari. Innal insana la yatgha arraahu istaghna. Hapo ndipo umeingia katika mipaka ya katika tughyan, kwa sababu ushaona umeshajikwasia, mimi nataka nini cha zaidi? Ajaban libni adam. Sijui kwa nini mwanadamu awe atasikilia hadi ya kujisikia. Ali ibn Abi Talib atuambia, lakini lau atajiangalia, awaluhu nutfatun natina au awaluhu nutfatun qadhira wa akhiruhu jifatun natina. Sema ajabu mwanadamu, kwa nini akapatikana na ghurur ambapo mwanzo wake ni tone la manii chafu, ikikudara kwenye mwili wako na kwenye nguo zako, ukusikia wataka kutapika na kwenda kuosha na kusafisha. Ile ndio asili yetu pale, kwenye uchafu ule tunaukimbia. Asili yetu yatoka pale. Kipi kinachotufanya tuikue? Wa akhiruhu, na mwisho wetu na mautukimbia, utufukulia na shimo tukatiwa ndani, ili harufu mbovu inaotoka katika mwili wetu na uyusi na jumbi isiwaharibie watu wanaoishi maisha yao. Ni jumbi lenye kutoa harufu mbovu, jifatun natina, ndio mwisho wetu. Na mwanzo wetu ni nutfatun qadhira, ni manii machafu, tuamalizika kwa jumbi. Kipi kinachofanya sisi tuingie katika ghurur? Ni kwa sababu hatuioni siku ya Kiyama. Imani ya siku ya Kiyama lau yaishi katika hisia zetu, hakuna mtu atapata ghurur, sababu ukweli wa mambo uko siku hiyo. Imani ya siku ya Kiyama pia yatupa sisi kitu kinacho tumanina, ambao ndio dhahabu ya ulimwengu tunaoishieo. Tumanina. Leo watu wazengea utulivu wa kinafsi. Zamani tulikuwa tunajua hospitali nyingi za malaria, za matumbo, madaktari. Leo hususa ulimwengu usokuwa na imani ya Mungu ndio zaidi. Hospitali za maradhi ya kinafsi ni nyingi kuliko hospitali za maradhi ya kimwili. Stress, qalaq. Kuna watu shekhe, kwa dhughut, pressure ya maisha na nini, na kukosa imani ya Mwenyezi Mungu na kukosa imani ya siku ya Kiyama, wamefikia kwenye kiwango mpaka waekewe zikao maalumu na madaktari wa kinafsi na wawatibu. Na haya yote ukiyafuata, msingi wake ni wakati kunapokosekana imani, kama nilivyozungumza. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Lakini ikiwa mimi leo Mungu amenionda
Tasikia kila mtu ulalamika, mimi nina tatizo fulani. Sheikh, tuko ulimwengu ni dari ya matatizo. Kama hutaki matatizo, gura katika ulimwengu. Anaifikiri raha ulimwenguni, afikiri makosa. Hajaielewa filosofi ya ulimwengu, kwa maana hana majibu ya yale maswali matatu: natoka wapi, niko hapa kwa nini, na nendao wapi? Hana majibu. Alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sote tuko katika mitihani. Wababaika nini? Wababaika kwa sababu tuna upungufu wa imani ya siku ya Kiyama. Tuna upungufu wa kuelewa kwamba hapa duniani mapito, na haya ni mitihani tu Mungu hutupa. Hapa ndipo mahala tunapokosa tumaanina. Imani ya siku ya Kiyama yateza dauri kubwa katika kudhoofisha hisia ya kuipenda dunia, ambayo ndiyo msingi wa kila dhambi. Kama riwaya inayopokewa inayotwambia katika hadithi, hubbu dunya ra'su kulli khati'a, kupenda ulimwengu ndiyo kitwa cha kila dhambi. Lakini wakati tunapokuwa na imani ya siku ya Kiyama, ni maana tuna imani hapa duniani si nyumbani, ni maana ile tabia ya kupenda kukusanya ulimwengu kiasi fulani itapungua na kupiga makamama ulimwengu. Kushindwa leo Waislamu, kushindwa duniani Waislamu, sababu ya kimsingi ni kupenda ulimwengu, ambao si tabia ya Waislamu. Hii ni tabia ya Mayahudi. Kulingana na aya za Qur'ani, ukisoma baadhi nyingi, tutakuja kuzisoma mbele, Mwenyezi Mungu awachallenge Mayahudi, awaambia, mkiwa madai nyinyi ni watu wa Mungu, fatamannaul mauta in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Myahudi masala ya kufa ataki, la tajidanna, hawa wako ni ashadda nas kupenda maisha ya nini, ya dunia ala alhayat. Lakini leo imezunguliwa. Leo Amerika, kulikuwa kukizungumzwa zamani, kulikuwa kuna mustalah wa mabomu huitwa abiratul qarat. Kuna bomu la kurushwa Kenya likashuka Tanzania au likashuka Uganda. Kuna bomu la kupita kara nzima, continent. Ndio zita zilioko leo baina ya Irani na Amerika. Pasikia ametoa kitu cha tembea kilomita 2000 kilomita za anga, si za ardhi, za anga. Sasa yao washatoa ya 3000. Ni maana wewe wasukuma kutoka kara hili mpaka kara lingine. Zamani ilikuwa kuna mabomu haya. Leo mustalahi huu umebadilishwa, yao huambiwa kuna juyushun abiratul qarat. Leo Amerika iko wapi? Majeshi yake yako wapi? Yako Asia. Amerika apeka majeshi Afghanistan. Ati ni kweli yani wa Amerika leo hutoa watu wao hufa kule shamanini, hawendi mandhari, hufizanya kule kwa ajili ya maslaha ya patroli na wamekuwa wao kwa ajili ya batili yao, wako tayari zaidi kufa kuliko sisi kwa ajili ya haki yetu. Iangalieni kadhia sampuli hii. Ikiwa Mwamerika leo uko tayari kutoa jeshi ndani ya nchi yake lendre mpaka Afghanistan, hata ataka demokrasia, tujalie dini yao demokrasia, fi sabilillah, hiyo itakuwa ni jihadi kwao, kwa sababu imani yao nini? Ni demokrasia. Ikiwa Waamerika wako tayari leo kuua maelfu ya vijana wao na kutumia mabilioni ya mali yao kwa ajili ya demokrasia, Muislamu mwenye ghera ya la ilaha illa Allah uko wapi?
Uko wapi? Kwa sababu ya hubu dunia, kwa sababu patroli ilikuwa ni adhabu kwetu kuliko kuwa ni neema. Patroli katika kisiwa cha Waarabu si neema kwa Waislamu, ni nikma. Mwarabu alipopata patroli aliona amefika. Mazulia, condition, magari wakizia kwenye sofa set, channel za utara, utezwa zishuri. Fungua wewe leo Arabsat uangalie ni ngapi. Ondosha Iqra, channel ya maana, ondosha Jazira, hawana mambo ya upuzi, mbali na kwamba habari zao tukubaliana nazo mara nyingine au hatukubaliani nazo, lakini hawana mambo ya upuzi. Utakuta ni habari, ama atakutia kwenye mijadala, ama atakupeka kwenye program za maana, au uko katika riadhiyati, masala ya mitezo. Kisha zikusanye sasa, ziangalie. Mwangalie kina Amir Talal. Wewe Amir Talal shekhe ni multimillionaire. Amir Talal zile channel nyingi zake zile za kutezwa tu, raha yake yeye huzilipia kutezwa zishuri tu. Hoyo licha masala ya kupeka vijana 100 kusoma ama nini, aweza kutoa senti katika kila nchi ya Waislamu akaweka basari wakasomeshwa vijana. Wewe wafikiri matezo shekhe jamanini kushika nafasi katika satellite? Wajua mambo haya wajue. Wafikirisha matezo leo kuilipia ile channel ikawa hurushwa kwenye satellite ni pesa za matezo zile? Ana kadhaa, sikwambia ana moja wala 2 wala 3 wala 4, na raha yake ni kuona ufisadi ukienea. Tabana ni mtu mkubwa na kujenga na misikiti pia huko, na katika ramani ya kujenga na misikiti. Hawa ndio Waislamu. Kwa sababu gani? Hubu dunia rasu kulli khatia. Kisha waangalie mamilioni ya Waislamu ama mabilioni na pesa walizonazo, kisha tukuani jamanini, utakapo tuwateni ikhtilafu zetu katika kutakim na kutathmin. Talibani watu gani? Talibani wana nini? Kuzie bunduki la hogo la kuvunda wakitia risasi na nini? Vaitingisa NATO. Shekhe, mwaka wangapi watu wako Afghanistan huuzuliwa makomando wakiwekwa wengine wamefail. Amerika si peke yake aliyoko Afghanistan, uko na NATO na wamefail. Hivi ukifuata kwenye habari leo wameuawa sijui 7, yana wameuawa 8. Nani anayewapeka mbio kwenye mambo haya? Nani? Taliban. Watu wa kupigana majabalini, wana na bunduki na zibomu za hapa na pale. Angalia Israeli, jeshi ambalo kwamba la yuqhar, wanena nani anaopambana na Hamas? Bunduki paka itiwe kwa siri imfikie. Hizbullah, ikiwa leo zikundi za watu 3,000 na 4,000 hizi zaweza kupambana na mabadiliko haya, wasifikiri kwa nini? Kwa sababu wana pesa sana? Kwa sababu wana elimu sana? Kwa sababu wana silaha nyingi sana? Wana silaha shekh, katika mizani ya silaha ni kwa sababu wameamua. Ule alipoingia kwenye Qudsi wakati wa masahaba akamwambia, nimekuilia na watu yuhibbuna almauta kama tuhibbuna alhaya, nimekuilia na watu wapenda kufa kama mnavyopenda nyinyi kuishi. Hawa ndio wanaotengeza Nasr. Watu wamefanya maajabu. Yuzi katika wiki iliyopita hakujawahi dola yoyote ya Kiarabu kuweza kufanya mambo ya lesha, si mambo ya ngano,
kama mafuatilia habari zinazoendelea. Juzi katika mu'tamar sahafi Hizbullah imetangaza mwaka 2010 imetangaza habari ya 96, yani shapitiwa na muda. Israeli ina ndege bila pilot za kijasusi zinaoingia Libnani zikapiga picha kisha zikarudi. Wakati zinavyopiga picha zile moja kwa moja, zina teknolojia, picha zile zaonekana katika markazul qiyadat, center ya uongozi wa kijeshi Israel. Waifanya nini? Wazipokea zile picha moja kwa moja na kuzianalyze. 1996 Hizbullah imeingia katika teknolojia ya ile ndege, imeiba, ikawa picha pale zinavyopigwa zinavyokwenda Israel pale pale zateremka katika kituo cha jeshi cha Hizbullah na wao wazianalyze. Si masala ya matezo, ni teknolojia ya hali ya juu sana. 1997 kuna operation yaitwa Amaliyatu Ansar ya komando 13 waliteremshwa kwa siri. Haya ni mambo na yashuhudia. Ansar na mwitu ulioketi sisi Suri ilikuwa ni kilomita 16. Komando 13 wameteremka, hakuna ajuaye. Usiku saa 6 ya usiku wakauawa wote, akabakia mmoja. Na kama mwakumbuka hili litolewa picha zake, wengine mbakia kitwa, wengine mbakia guu. Israel pale pale ikasema kuna jasusi ndani ya jeshi letu wa hali ya juu wa Hizbullah. Kwa nini? Wakasema kwa sababu siri ilivyokuwa hii operation. Walijuaje? Hizbullah ishawajua wataingia saa ngapi na watakwenda mahala gani, na mpaka pale watakapokusimama ishawazikia bomu tayari. Si hisabu za kubahatisha. Sasa jana Said Hassan Nasrullah watangazia, awaambia ile 1996 ni hizi ndege ilikuwa nyinyi mnavopiga picha kuipanga hiyo operation twaipanga pamoja. Yani twaipanga pamoja, nyinyi mnavopanga commandos wenu watatembea vipi, watakwenda lini, sisi twawaona na twajua wataingia wapi, watasimama wapi. Kwa hivyo kila mtakapokusimama tushawazikia bomu. 1996 aitoa siri juzi kwa sababu ya dharura, sababu sasa hivi yatuhumiwa Hizbullah ndio ilomuua Rafiqul Hariri. Kwa hivyo Hizbullah yatoa ithbati kuwaonesha kwamba walomuua Hariri ni Israel, ikitumia picha za ndege zilizotumiwa kumfuata Hariri kuweza kumuua. Amewarengesha mahakama international ya mahakama ya kimataifa, washatengeneza yatoka, ilikuwa mwezi ujao qarar kwamba Hizbullah ndio imemuua Rafiqul Hariri. Said Hassan Nasrullah ametangaza la, yeye watoa judgment yake kabla ya wao. Mbeya zombo za habari ulimwengu amezionyesha picha na kuwathibitishia alomuua Hariri ni nani? Ni Israel. Hiki ni kikundi cha peni mbili na ndururu, si serikali. Ni kipindi cha sadakati chaweza kufanya mambo haya. Waislamu mamilioni wako wapi? Pesa za Waislamu za patroli ziko wapi? Kwa sababu ya nini? Hubu dunia. Kuna watu wameamua kwamba sisi tuko hapa duniani, tuko hapa basi, hakuna kitu. Na sisi ndugu zangu, kama maneno haya mara nyingine watu wengine itakuwa hayawapendezi, na hizo sharia zilizoundwa za khutba ya matukivu na nini, shauri zao, na waunde sharia watakazo, hawatotuasa sisi kunena ukweli. Sisi hatupati haki zetu kwa katiba yoyote itakayokutengenezwa, wala kwa mkataba wa Lancaster, ikiwa hatutokuwa tayari kusimama kuzitukua haki zetu. Hakuna haki itaetwa kwenye tasa la dhahabu. Hakuna haki itaetwa kwenye tasa la dhahabu. Ati tuambiwe haya jamaa, ardhi zenu zile mlizopokonywa, kamishna ya Kenya imeketi tini, imeamua kuwapa ardhi zenu, hizo ndizo. Hizo ni adghathu ahlami, ni ndoto za muhogo na za ndovi. Kwa sababu hataki kupapurika
maadamu hatutaki kupapurika, maadamu eti tukiketi kupanga maandamano, mtu apiga hisabu duka langu litaharibika, mtu apiga hisabu biashara yao itakuwa maboti hayaondoki, itatuharibia biashara, mtu atapiga hisabu basi itakuwa haziondoki, itatuharibia business, mtu atapiga hisabu hizi, hatuwezi kutoboa. Tutabaki kunena mabarazani na kulalamika, na kila wanapoenda wanatupangia zaidi ya hayo. Seyao hupangwa mui wapate wote kuvundwa. Siropokwi. Haya maneno hupangwa ndani ya ofisi ya DC. Ndani ya ofisi ya DC wafanya Risotol City ya population ya watu 17,000. Aliyoko katika kamati inaopanga mambo haya katika watu wetu ni mtu mmoja peke yake, na hako kwa ajili ya maslaha ya watu, uko kulinda magofu basi, uko katika kuilinda athari za museum, ndo kazi yake aliyoko pale. Lakini watu wenyeji wetu wa kwetu kwamba hupanga nini, hakuna mtu. Wa China na Majapani hungia. Kuna mijadala Risotol City ifanywe kisiwa cha Pate au ifanywe Kizingitini au ipelekwe sehemu za Mvundeni zile na nini, Shueni na nini ile Miyakae. Haya mambo hupangwa. Habari za kutoka ndani ya kamati hii ni kwamba watu wanaozingatiwa kuingia poti ikianza kazi ni watu 200,000 katika amu hii. Haya ni maneno yako katika kamati yazungumzwa. Sababu inaokusudiwa tena si sababu tena ya watu 15,000 na 20,000. Kwa pangwa district hii kupokea katika 200,000 ya watu. Sasa wale wanaozungumza marginalize, wale wanaozungumza sijui nini, ule ukweli wa mambo licha kuwa tulele, hata kama alikuwa tuengeze vimbi mkubwa sana na sisi, hata kama alikuwa tuengeze vimbi ni kubwa sana, ni kubwa sana. Na mimi nikinena maneno haya nataka nifahamike, siko katika masala ya kuvundana moyo tusifanye kitu, lakini sikubali kufanywa simple kwamba ati hakuna kitu kinachokuja. Tusiwe hivyo. Hivi sasa kuna research yafanywa independent, sio ya serikali, kwa sababu katika makosa makubwa paka sasa yaliyoko katika kujengwa hii port, hakuna research yoyote ambayo yatuonesha athari za kimazingira, athari za kikazi, wavuvi, usafiri, hizi baju nini, sahauni. Kuna mii itakwenda kwenye mai ikipigwa mtaimbo, wale waijuao ile jiografia ya ile mii na mikondo imezoingia kwa ndani na zile nyangwa ziliyoko, na wakati itakapokuwa kumeingia midude ya kisawasawa hunyonya mtanga na huvuta, zitashuka zile na zitafuata. Hatuwezi kuiziwia, lakini wai watu peke hivi wametupangia nini? Sasa yao wameanda spidi kupima tu, upimwa ardhi. Sasa tukipoa title, mwajua maana yake? Maana yake sasa tuwapa title muzanye. Hawatupi title kwa ajili yetu sisi. Sasa hivi ni wangapi hapa, tuulizane, ni wangapi hapa kwao ni Siu, kwao ni Mtangawanda, kwao ni wapi, ana ardhi, mwambie rudi, mpe title, umwambie ardhi hii imepata kima cha milioni 2, milioni 3, atafanya nini? Tazanya. Ni wangapi walioko safari Mombasa na wapi, watu kutoka Ndau na wapi, bana ardhi zao na magofu yao kule, wape title deed. Sasa hivi haina kima. Sasa hivi ukitaka kuizanya ardhi hata shilingi 15,000 na 20, nani ataura kununua ardhi ya keti kule? Kisha tutarudi sisi tutukanwe wapuzi pita wakizanya ardhi. Na la kusikitisha wallahi, sitaki kutoka kwenye mada, lakini kuna mambo mengine uniudhi sana. Juzi ni yao nitoka Nairobi wakati referendum mpita Mombasa,
Kuna watu hapa Amu wamezaliwa hapa Amu, wakati Mombasa wamekuwa watu wa Mombasa, kisha wakati watu wa Lamu walala kweli. Kazione Lamu walala, wewe ufanya nini? Wewe uko Mombasa ufanya nini? Kwa sababu umekuwa utia shati ndani, umeiona umekamilika. Wewe uko Mombasa utuambia si unlala, umenunua ngae eka 5 za ardhi umeshika pale Mpeketoni ulima shamba. Wewe ulioko London, wewe ulioko Canada, wewe ulioko wapi, wote utawasikia ukiingia kwenye internet, kwenye hizo Facebook utawaona. Sikia jamaa, amkeni jamaa nini? Na kila akwambia jamaa akwambia katiba mpya yotaka mkae chini mupange. Si tukae chini mtupange. Si Zubedi uyao governor. Fulani uyao governor. Fulani uyao governor. Kuna mambo lazima tuketi tusiropokwe. Au wazungumza watu wetu wametuangusha hawakuvoti, kamwambia nyinyi watu wa Mombasa ndio mlikuwa kutuharibu tusivoti. Wakaniambia vipi? Kaambia nyinyi mlikuwa kutuelimisha katiba mkatupa 300 mlitufundisha siku ya kuvoti tutake ngapi? Wa ila ikiwa nyinyi mlikuwa kutuelimisha katiba na wengine mpaka ni maimamu, ni lipi lilowafanya muaganyie barobaro senti? Ikiwa tayari hamumtayarishi barobaro ule kumwambia ikiwa leo siku ya kunieta mkunguni tu kusikia katiba ya 80 umenipa 300, siku ya kunipeka kwenye debe utaka unipe ngapi? Wajua kuna wakati tutataka tukizitupa lawama kila mmoja apoe chake. Sute twachangia katika dosari hili. Kisha wale watiao mashati ndani uifanya wao maerevu kanena watu wamelala. Na yeye siku ya watu kulala ndio awao dalali yazungukao akiwanunua hao walolala akiwapekea nani? Wabunge. Tuwakwambia Lamu East. Kura ngapi zimepiga Lamu East? 2000 na kitu. Umetulet down. Fadhali Lamu West. Kamwambia Lamu West wewe umezi analyze ukatoa ukamaina za Wakikuyu. Tukua kituo Lamu huku primary, tukua Lamu 40. Kisha jiulize wale voti wangapi? Maana na sisi huku pia tunao ile tabia ya kuona wale wakule walele zaidi. Sisi tulioko hapa Amu tuamshie. Lakini angalia jamani, ni zikizia hazizii kumoya huzia kote. Yote haya ni kwa sababu gani? Hubbu dunya ra'su kulli khati'a. Kupenda dunia ni kitwa cha kila kosa, kwa sababu huibadilisha dunia ndo ikaifanya lengo na ikaondosha akhira katika muadala. Na ndipo hapa tulipofika leo sisi. Na lao tutakuwa tayari na tutabeba nafsi zetu katika zitanga zetu za mikono kwa ajili ya kuzitaka haki zetu, basi watakuja kuzieta kwa maondo. Watakuja kuzieta kwa maondo. Sio tutakwenda kuzifuatia. Watatuetea, watuambie jamani ni basi tukuani wenyewe. Kama wanavyokwenda kufuatwa wale ambao walikuwa wakionekana hawawezi. Ndugu zangu Waislamu, haya kwa ufupi ni katika umuhimu wa siku ya Kiyama. Na kwa msingi huu sasa ndio utapata Qur'ani imeitilia maanani sana siku hii. Kama nilivyowaambia, thuluthi ya Qur'ani yazungumza Kiyama. Yani aya 1200, wengine wanena aya 1400, na Tabatabai adai aya 2000 zazungumza Kiyama katika Qur'ani. Yani baina ya thuluthi mpaka kusikilia karibu nusu na zaidi ya Qur'ani yazungumza Kiyama. Istoshe, kuna sura kadhaa sikuweza kuzifanyia istiqrai kuzidhibiti kuwapa hisabu, lakini si katiti zazungumzia Kiyama tu. Mbali na aya hizo,
Mwenyezi Mungu ameziweka sura kamili, hususan katika juzu za mwisho. Jaribu wala wewe fuatilia katika juzu amma na tabaraka na mpaka kupanda juzu ya qad sami'a na qala fama khatubukum, utazipata kuna sura nyingi zimetengwa peke yake kuzungumza kiyama. Suratul Waqi'a ambao ni kiyama, suratul Qiyama, suratul Qari'a na kadha wa kadha, utazipata zazungumza masala ya kiyama. Na tunapotaamali pia aya za Qur'ani, hususa katika mijadala kati ya mitumi na wafuasi wao, tutapata mara nyingi mijadala ile ilikizunguka kuhusu siku ya kiyama. Bali hakuna mahali mitumi wametoa bidii na wamepambana na wametoa jasho lingi sana kama wakati wa kujadiliana kuhusu kuwa iko siku hii au hakuna. Utawapata wametumia kila mbinu ya kuweza kuithibitisha siku kama hii, sababu watu kikawaida waweza kukubali Mungu haraka, lakini siku ya kiyama wakaikataa. Kwa sababu gani? Tazieleza sababu nyingi baadaye, lakini hapa nataka kutosheka na sababu moja ambayo ndio aya niloanza nayo katika suratul Qiyama, aya ya 3 mpaka ya 5. Mwenyezi Mungu atuambia, ayahsabul insanu an lan najma'a idhama bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridu al-insanu liyafjura amama. Bebe ala sasa yao takuifanya tajruba hii fikra naoizungumza sasa. Jaribu tafuta maskani jamaa usaga, au wako kwenye anasa zao za kilimwengu, kenda ukiketi wewe anda jamaa, kuna moto wa jahannam, kila ukitupa kuna nakufa na tutafufuliwa. Kila ukipata nafasi topic ikitaka kuwapeka kwenye story zao za kujenga majumba angani, wewe itowe iregeshe kwenye kufa, iregeshe kwenye kaburi, kwenye mauti, kwenye majoka ya pepo, uangalie ile reaction itakao kutoka pale. Bana wewe kama utaka stories za mambo ya swala na ibada bana msikitini huko, hapo mtuharibia raha zetu. Hala tupe nafasi bana zishuke uzuri hizi. Ndio yeye anapozungumza, bali yuridu al-insanu liyafjura amama. Mwanadamu ataka ule ufujuri, ule uovu aupate nafasi. Sasa ukimwetea habari za kiyama humtia dhikisha, wa kila amepanga yonda kufanya kadhaa, ewe kuna na moto jahannam, takuwa haipandi. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia, ayahsabul insanu an lan najma'a idhama, mwanadamu akanusha kwamba au adhani hakuna bwana uwezekano wa kufufuliwa, kukusanywa mifupa. Mungu amjibu amwambia, bala qadirina ala an nusawiya banan, licha kukusanya mifupa hizi nini zaitwa fingerprints, kila mmoja tutamregeshia zile zake. Bala qadirina ala an nusawiya banana ni hizi. Bal yuridu al-insanu, lakini mwanadamu si kwamba ati yeye huona ni zito mno kufufuliwa mifupa, ni huja tu uzitoa, kama wale kwenye suratu Yasin wasema man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. Masalala mifupa imeze kutakalika, imekuwa ungai, ni mtakutuambia Mungu si hapo walipo. Ukweli wao la wataka raha zao waendelee nazo, na hawataki stress wala hawataki tafash. Hapa itakuwa nimemaliza masala ya muhimu wa siku ya kiyama. Naingia katika nukta ya pili katika bahthi ya kwanza. Je, imani ya siku ya kiyama ni imani ya Kiislamu peke yake, au dini zote za kubaliana na imani hii? Biblia yasemaje kuhusu siku ya kiyama? Na Taurati yasemaje? Yani Agano Jipya na Agano la Kale.
zasemaje kuhusu siku ya Kiyama? Mitumi wote walotangulia wasema nini kuhusu Kiyama? Hili ni suala la kwanza. Je, imani ya Kiyama ni imani ya dini ya Kiislamu peke yake au ya dini zote? Tukitoka kwenye fremu ya dini finyo, tukiipanua zaidi, hata wale wasokuwa na dini wasemaji kuhusu siku ya Kiyama? Tutathibitisha insha Allahu taala katika nukta hii kwamba kuanzia mwanadamu aweke maguu yake katika ardhi hii alikuwa akiamini Kiyama kwa dini aliyoko na kwa dhehebu aliyoko na katika ustaarabu aliopo. Hata wasokuwa Wakristo, Mayahudi, kuanzia Mabodhi na Barahima, Machaldian, wote hawa tutazitoa kwa ufupi kwamba imani ya siku ya Kiyama ni imani iko na rafiki na mwanadamu kutoka Nabii Allah Adam akianda mpaka leo, na mwanadamu hawezi kuishi bila ya kuwa na imani hii, kwa sampuli ya kila madhahabi na ngoma zake, na sampuli ya kila dini na fikra zake. Tobanu, usitukue Kiyama tunavyokiamini sisi ndio watu wote wakiamini hivyo. Ninachotaka mimi ni kuthibitisha tu kwamba tuakubaliana sote kwamba mwanadamu baada ya kufa atafanya nini? Atarudi, na kuna sampuli atarudishwa. Sasa kila mmoja una zituko zake. Baada ya hapo tutakuwa kuziona atazizungumza vipi. Hii ndio itakuwa mada yangu ya kesho pamoja na nyinyi, Mungu akitupa uhai na uzima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.